African continent. Sauti inaunguruma kutokea kaskazini mwa bara hili. Yes, ni Morocco, taifa lililothibitisha kuwa AFCON ndio mashindano makubwa zaidi ya kisoka Afrika. We play different. Takriban mwaka mmoja kuelekea fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027, zikiwa ni fainali za 36 zinazofanyika kwa mara ya kwanza kwenye mataifa matatu pamoja. Lakini kabla ya kuitazama AFCON ya pamoja, tuisifu kazi nzuri, kubwa na ya kipekee iliyofanywa na taifa la Morocco katika kuthibitisha ukubwa wa michuano hii. Morocco ni miongoni mwa mataifa 17 kuwahi kuandaa fainali za kombe la mataifa Afrika tangu kuanzishwa kwake mwaka 1957. Ni mara ya pili taifa hili kutoka kaskazini mwa bara la Afrika linaandaa fainali hizi. Tofauti na mwaka 1988 ambapo michuano hii ilifanyika kwenye miji miwili pekee ya Rabat na Casablanca. Safari hii Morocco imevunja rekodi ambapo miji 6 yenye viwanja 6 tofauti imetumika. Vipo viwanja vipya na vile vilivyokarabatiwa, lengo likiwa ni kuendana na kasi ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2030 ambapo ni waandaaji wenza sambamba na Ureno na Hispania. Viwanja viwili vina uwezo wa kuingiza mashabiki zaidi ya 60,000. Viwanja vitatu vina uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 40,000, wakati vingine 4 ni vidogo vyenye hadhi ya mashabiki 15,000 hadi 25,000. Nafikiri AFCON hii iliyofanyika Morocco imekuwa ni nzuri. Lazima tukubali kuwa Morocco imeweka viwango vya juu sana. AFCON ya kwanza majira ya baridi na kila mtu amefurahia kwa dhati AFCON ifanyika hapa. Kitu kimoja kilichonifurahisha kuhusu AFCON hii ni kwamba wa Morocco walijitokeza uwanjani bila kujali ni timu gani ilikuwa inacheza. Miundombinu mizuri, viwanja vizuri, ndio maana tulishuhudia timu zikicheza mechi nzuri, na ninaona kwamba leo Morocco imepiga hatua kubwa katika swala la miundombinu. Wamewasilisha kitu kizuri sana. Morocco ilihakikisha nchi yote inazungumza kuhusiana na uwepo wa michuano hii ya AFCON. Miji yake ilipambwa na bendera za mataifa yote shiriki. Wafanyabiashara kwa namna moja ama nyingine walihusisha kuchangamkia fursa, lakini pia na kuvaa uzalendo wakati huu ambapo wamechangamana na jamii za mataifa mbalimbali. Nitakwambia ukweli, ukarimu wa watu wa Morocco. Nadhani sisi wageni tunapokwenda sehemu tofauti kwa mara ya kwanza tunapitia changamoto mingi ya uaminifu. Nadhani ukiangalia jinsi wa Morocco wamekuwa ukarimu, wanaweza kukupatia hata change wakati unahitaji change. Vile vile unaweza kuelekeza, wanakuambia hairuhusiwi hapa, unafaa kupita kwa hapa. Nadhani wamekuwa ukarimu sana. Sekta muhimu ya usafirishaji ikachangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa hilo. Magari yote ya biashara yalibeba ujumbe wa fainali za kombe la mataifa ya Afrika. Kupitia shirika la reli la taifa la Morocco, ONCF, kamati ya ndani ya maandalizi kwa kushirikiana na shirikisho la soka Afrika CAF, lilitumia treni za umeme kurahisisha safari za kutoka mji mmoja kwenda miji mingine ya mashindano. Lakini zile treni za ndani ya mji na zenyewe zilikuwa na jukumu la kuifahamisha dunia kwa AFCON 2025 inafanyika nchini humo. Kubwa zaidi, shirika la ndege la Morocco limekuwa shirika rasmi la ndege la AFCON 2025 kwa vitendo. Kila aliyeitumia kwa wakati huo alikutana na elimu inayomwaminisha kuwa kombe la mataifa ya Afrika ndio michuano mikubwa zaidi ya soka barani Afrika. Viwanja vya ndege hakika vilitendea haki michuano hii na kuakisi kile ambacho nchi inapaswa kufanya inapopewa jukumu la kuwa mwandaaji wa michuano ya CAF. Namba zimeibeba zaidi Morocco katika eneo la miundombinu, uwekaji chapa na ujengaji chapa. Harakati zilianza mapema, lakini matunda yake yameonekana na kuweka athari chanya ya muda mrefu.
Mamilioni ya mashabiki kutoka duniani kote wamehudhuria viwanja mbalimbali kushuhudia jumla ya mechi 52 zinachezwa kwenye viwanja na miji tofauti. Lakini mamilioni ya hawa watu pia yameongezewa na idadi ya wale waliofuatilia kwenye runinga ikiwemo Azam TV. Uhitaji wa ticket za kwenda viwanjani ni kama ulidhibitiwa hivi na uwepo wa maeneo ya wazi na ya kisasa kwa ajili ya kutazama mechi hizo bila ya kiingilio. Ni maeneo ambayo yapo kwenye kila mji wa mashindano na yana uwezo wa kuingiza idadi kubwa ya mashabiki kwa wakati mmoja. Lakini kizuri zaidi ni kurahisishwa kwa huduma na mahitaji mbalimbali ya kila raia kwa nyanja zote, hususan eneo la burudani. Waandishi wa habari ni watu muhimu linapokuja swala la mashindano, na kwenye AFCON ni moja kati ya mashindano ambayo yanahusisha waandishi sio tu kutoka Afrika bali mabara yote ulimwenguni. Je, unafahamu maisha ya waandishi wa habari yalivyokuwa wakati wa AFCON hii ya Morocco? Kwanza ulikuwa ni wasaa mzuri kukutana na nyota mbalimbali wanaokipiga ndani na nje ya Afrika. Nyota waliowahi kuwa sehemu ya wanaowania tuzo ya Ballon d'Or. Nyota walioshinda vikombe kadha wa kadha vya Ulaya ambavyo ni vipaji halisi vya Kiafrika. Kuwashuhudia hawa kwa karibu ni kwenda kwenye viwanja vya mazoezi ambavyo kwa bahati mbaya umbali kutoka uwanja mmoja kwenda mwingine umechangia kwa nyuma fursa waandishi kufanikisha kiu yao hii. Kukosekana kwa usafiri wa kuwapeleka kwenye viwanja vya mazoezi kukashuhudia idadi ya waandishi ikipungua kadri siku ya mashindano zinavyosogea. Nafikiri CAF haijafanya vya kutosha kwa waandishi wa habari katika mashindano haya. Masuala ya usafirishaji na maandalizi hayakuwa mazuri. Nakumbuka mara ya mwisho nilipokuja Morocco kwenye mashindano ya CHAN 2018, kulikuwa na usafiri wa bure kwa waandishi wa habari. Hata safari za mji kwa mji tulisafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, lakini safari hii tumelazimika kutumia gharama kubwa sana kwa fedha zetu wenyewe. CAF hawajaweza kuwa wanatoa usafiri kwa watu kuwapeleka kwenye training center. Sana nadhani imekuwa changamoto sana. Nimeweza kwenda mara mbili peke yake. So kwangu imekuwa changamoto. Wale ambao wameweza kupata fursa kwenda kwenye training walihitajika kutumia senti zaidi. Ulinzi na usalama ni moja ya eneo muhimu ambalo Morocco wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kunogesha ukubwa wa mashindano. Vizuizi vya vyombo vya usafirishaji na ukaguzi viliwekwa umbali wa takriban kilomita 2 kuelekea viwanjani. Haijalishi una kitambulisho au tiketi ya namna gani, kila mtu alilazimika kufuata utaratibu na kutii sheria bila kushurutishwa. Na hiyo ni kwa hali zote ya mvua, ya jua au ya baridi, ambayo imeshuhudiwa kwa mara ya kwanza michuano hii ya Afrika ikifanyika kwenye msimu wa sikukuu za mwaka mpya. Na ndio maana ilikuwa rahisi kuwaleta watu mbalimbali kuwa sehemu ya wanaofuatilia michuano hii, ambapo kwa magwiji na wachezaji pekee huenda wanafahamu uzito wa kuvaa jezi ya taifa lako na kuiwakilisha kwenye AFCON. Kombe la mataifa ya Afrika tayari ni hadithi ya kipekee, ni simulizi maalum, hadithi nzuri kwa bara la Afrika. Ni wakati ambao wachezaji wakubwa na vipaji vikubwa vya bara hili hukusanyika katika nchi moja kusherehekea Afrika. Kwa hiyo kwangu kwanza kabisa ni sherehe kabla hata ya kuwa mchezo wenyewe. Yaliyojiri wakati wa fainali ni kama vile yamechagiza ufuatiliaji wa hitimisho la kurasa hii tamu ya Morocco iliyojipanga hadi tone la mwisho wa mashindano. Ilikuja kitofauti na namna ilivyoanza, ikabadilisha kila chapa iliyosomeka kabla na kusomeka chapa mpya na ya kipekee ya fainali. Maelfu wakiwa na hamu kuiona historia hii ikihitimishwa kwa fahari. Kijiti rasmi kimehamia ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda kwenye pamoja AFCON 2027. Hoja inaibuka, walichokifanya Morocco, je, mataifa haya matatu watakiweza? Morocco amefanya viwango viwe juu mno. Upo hapa Morocco na kutokea sasa tusingependa atakayofanyika yawe chini ya kiwango hiki. Imani ya rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe kwa mataifa haya matatu kama ilivyo wakati wa CHAN inamfanya mwandishi huyu mkongwe awakumbushe waandaaji wa pamoja AFCON
umuhimu wa kujipanga. Yawezekana sio kama Moroko, lakini kuchangamkia fursa kwa neema ya mataifa yao baada ya mashindano kumalizika. Kuna mengi ya kufanya kwa ajili ya AFCON, na kama mtafanya chini ya kile ambacho Moroko imefanya, niamini mimi, kila mtu atakosoa vibaya zaidi ya hiki ambacho mimi nimesema. Kwa sasa wakandarasi wapo mzigoni, mataifa yote matatu, kuhakikisha ujenzi wa viwanja vipya unakamilika kwa wakati, na ukarabati wa viwanja vilivyopo unaendana na hadhi na ukubwa wa AFCON. Ziara ya viwanja kwa viwanja zinatia moyo na matumaini kuona Kenya, Tanzania na Uganda ipo tayari kuhudumia ulimwengu mwanzo mwisho wa mashindano. Na kitu kizuri, kila ukihitaja Tanzania, kumbukumbu nzuri ya kila mtu ni uzuri wa taifa hili pamoja na majirani zake. Naikumbuka safari nzuri sana nchini Tanzania kwa sababu nilikuwa nikienda huko miaka kadhaa iliyopita. Mandhari, mashabiki, na kwa sasa Tanzania itaandaa AFCON ijayo. Najua litakuwa jambo zuri sana, kutakuwa na hali nzuri sana ya mashindano, miundombinu itakuwa tayari, na najua watu wa Tanzania wanapenda sana mpira wa miguu. Hilo naliona pia kupitia klabu kama Azam na klabu zingine. Unaweza kuona kwamba kutakuwa na hamasa kubwa sana katika AFCON hii. Kwa hiyo ninatumai taifa litakuwa tayari kwa ajili ya AFCON, kwa sababu walifanya vizuri sana kwenye AFCON hii iliyomalizika. Walicheza vizuri sana, tuliwaona walipocheza dhidi ya Moroko, na nilifurahi sana kuona namna walivyocheza na jinsi walivyokabiliana na timu yenye kasi ya Moroko. I was very happy to see how they play, the way they play against this big team of Morocco.